anafanya mazoezi nusu saa and then kesho anakuja kwenye mechi. Kwa hiyo aliyesababisha ile dabi kuahirishwa ni Yanga Afrika. Kwa hiyo hawa wanakuja kuonewa tu. Si vipigo vya kwao. Hivi vipigo vilikuwa ni vya Yanga Afrika. Kwa hiyo kwa ujumla hii mechi ya leo alistahili, ya magoli alistahili Yanga. Dodoma tu kaingia tu kwenye mtego ambao sio wenyewe. Kwa misingi hii pia alistahili Yanga kipigo hichi cha bao 6 mchungaji. Timu ilikuwa imeshajiandaa. Imejiandaa, imeenda uwanjani ili ndio kafanya mazoezi ndani ya nusu saa. Yanga wamefunga milango. Kwa mazoezi tunaenda kufanya saa ngapi? Kwa hiyo chanzo cha kusababisha hii mechi sichezwe ni Yanga Afrika. Ila sasa hivi kwa sababu Yanga wana hila, wamegeuza kwamba Simba ndio kasababisha haya. Hapana, aliyesababisha mambo haya ni Yanga Afrika. Kitendo cha kukataa Simba asifanye mazoezi, yeye ndio kaanzisha yote. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mechi hii huyu kapata kipigo ambacho hakustahili. Kipigo alistahili kufungwa Yanga Afrika. Kwa mmeonea tu. Tumeonea kuwafunga sababu hizo goli ni nyingi mno. Hizi goli ibidi afungwe Yanga, ndio tuliziandaa siku ile. Baada ya kufanya mazoezi tumfunge Yanga. Bahati mbaya mtumbu umeenda kumtumikia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo mimi leo nimeshinda, lakini roho yangu bado roho yangu ilikuwa nimtake Yanga. Yanga bila kumfunga mwaka huu, hata aje Septemba, aje Mei, aje Oktoba, kipigo kiko pale pale. Utamfungia wapi akata umesema wacheze mechi? Mechi watacheza, hizo ni mbwembwe zile, ni hasira. Mechi atacheza tu. Tarehe itapangwa, tutaenda uwanjani na akikataa tutapata pointi 3 na magoli 3. Itakuwa kama National Nigeria ilivyokuwa Egypt. Walikataa kuingia wale, watu wakapewa pointi 3. Kwa hiyo Yanga ataitwa tu. Tarehe itapangwa. Akikataa kwenda mechi Simba atapata pointi 3. Na Simba ikipata pointi 3 Simba ndio bingwa. Na inawezekana labda atake kucheza na Simba ili Simba apewe ubingwa wa mezani. Hiyo inawezekana. Si woga. Kwa sababu hichi kipigo cha kinaili. Hali ya Eli nyewe mjiangalia vizuri. Nyewe mnaangaliaga tu labda juu. Mimi nimekaa special kumwangalia Eli. Mmoja tu, kazi yake tu. Kazi aliyofanya Eli ni ya peke yake. Eli Mpanzu ndio anarudia tena. Eli Mpanzu hatutakuwa naye. Huyu atarudi tena Ulaya. Vitu alivyoonyesha hapa ni vitu vikubwa. Sijaviona miaka mingi. Mpira anaochezea anavyotaka yeye. Mtu anaovuta mpira utavisu maku. Nyewe mnaangalia kina Kimnenis. Mwangalieni Eli Mpanzu, kazi aliyofanya. Na alistahili leo kuwa mchezaji bora. Kimnenis tunaye siku zote. Kwani mimi nimekataa? Kimnenis tunaye siku zote. Mtu alistahili kupata mchezaji bora siku ya leo ni Eli Mpanzu. Licha ya magoli mawili ya Kibu na assist 3, mchungaji unasema kwamba Eli Mpanzu alistahili mchezaji bora wa mechi mbele ya Kibu Dennis. Angalia kazi aliyofanya. Sisi tunaangalia kazi aliyofanya. Kwa hiyo Kibu hajafanya kazi. Kimnenis kafanya kazi, lakini Eli Mpanzu kafanya kazi kubwa ambayo mimi sikutegemea anaweza kaifanya ile kazi. Jean Charles Ahoua, kitu ambacho angefanya leo ni ile marudio tu kwamba Jean Charles Ahoua kwamba ni mtu ambaye na mimi nahesabia watu ambao tutakuwa nao. Jean Charles Ahoua tutamuuza tena kwa uwezo ambao ameonyesha ndani ya dimba hili. Wachezaji hawa wawili, Eli Mpanzu na Jean Charles Ahoua. Hao wengine bado tuko nao. Lakini hao wawili wameonyesha kitu kikubwa sana. Ngoja kwanza mchungaji, mnawauza mnapeleka wapi? Kwa mtani au? Tunauza kwenda Ulaya, si tuuziage hapa. Wachezaji wengi wanaondoka hapa waenda Ulaya. Ni kama makocha kuja kuchukua CV ndani ya Simba. Huyu kocha wa Simba kaja kuchukua CV. Akiondoka hapa anaenda kupata timu kubwa. Watu wote walioondoka wanapata CV. Simba ni kama chuo. Ukipitia Simba automatically unapata timu kubwa barani Afrika. Wewe kumshawishi mtu kama Benchika kuja kwenye timu kubwa kama Simba Afrika nyepesi. Kumbe timu kama Simba lakini alikuja hapa. Lakini timu ilimpalia. Pamoja na kumpalia lakini alifundisha Simba na CV inaonyesha kwamba alifundisha Simba. Kwa hiyo ndio mgundua kwamba Simba ni timu kubwa. Achana na timu ambazo ilileta uhuru. Hii ndio timu ya mpira. Timu ilileta uhuru inajulikana. Unajua ile ilikuwa ilete uhuru afu wachane wavunje timu. Tunashangaa kwa nini iliendelea kwa klabu. Ndio maana vituko mnaviona kama mnavyoviona. Utamfungeje mwenzako asiende kucheza mechi? Ni vitu vya ajabu. Alafu wamebadilisha matokeo, wanadai kwamba eti Simba ndio kakimbia mechi. Wakati wao ndio wametuzuia tusicheze. Ina maana wao ndio walitukimbia. Wao ndio walinusa, wakaona hali ni mbaya wakakimbia. Sasa kama waliona kama za leo, kwa nini wasikimbie? Mchungaji walikukimbiaje na kati walikufuata hadi Bunju? Hiyo ni mbwembwe ile kufuata Bunju. Nasemea hapo taifa hapo. Watu wamekuja kufanya mazoezi. Si umeweza kumfunga, si umfungulie mlango na escort tunampa. Afanye mazoezi kesho mfunge tena. Kitu kilikuwa chepesi tu. Na ndio kitu ambacho watu hawaulizi chanzo cha hii dabi kuahirishwa ni nini. Chanzo cha hii dabi kuahirishwa ni Yanga Afrika. Yanga Afrika ndio imeahirisha hii mechi. Wao wangemfungulia mlango Simba afanye mazoezi ndani ya nusu saa and then kesho angekuja kwenye mechi. Sasa kesho Simba angekataa ndio hapo tungesema Simba na matatizo yake. Wanasema mlikuja na magari mengi sana. Hata magoli 50 wewe unaweza kumfunga mtu hata kija magoli 100 na usasi gani? Kuja na magari mengi. Nasema hivi hata wangekuja na wazee na mbuzi imejaa BM. Wala msiweza kumfunga mtu. Unamruhusu aingie tu akafanya mazoezi and then baada hapo waende wakashinde. Na nyewe naoso na mbadala ndio maana alifunga. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba hivi kipigo hiki hakukustahili kufungwa mtu mwingine. Kilikuwa ni cha Yanga. Na Yanga alichungulia. Akagundua hali hii kama atakuja kuikutana nayo. Hapa ni escape. Akaamua kuescape mapema. Kwa hiyo hii ni dalili tu. Hii watu walitumia akili tu. Unajua watu hawajaelewa. Kuna scenario hata waandishi wa habari mmelishwa kwamba Simba alikimbia mechi. Hii mechi Simba kuikimbia. Aliyekimbia ni Yanga. Tunaanza upya. Sasa mnisikilize kwa makini hapo. Mechi ilikuwa hivi. Simba akafanya mazoezi nusu saa. Akifanya mazoezi nusu saa, kesho yake anaenda kucheza mechi.
Sio umeelewa mpaka hapo? Yanga wakazuia. Yanga kuzuia kwao wana akili, walichungulia wanaweza kukutana na kitu kama cha leo cha goli 6. Sio meneja Yanga, Yanga mabosi wa Yanga sio walikuwepo. Sio walikuwa maagizo wazuie Simba. Lakini meneja alikuja pale. Meneja wa uwanja, kamishna wa uwanja na pamoja na mabosi wao walikuwa ni hili moja kwamba Simba asifanye mazoezi. Na walijua Simba asipofanya mazoezi kesho hatacheza mechi. Kwa hiyo wao walichungulia. Alafu leo hii wana hila, wamegeuza eti Simba ndio kakimbia mechi. Tutakimbiaje mechi sisi? Simba timu kubwa bwana. Simba anacheza kina National, wakina nani tukimbie mechi ya Yanga? Mechi ya Yanga wao ndio wametukimbia. Wao ndio wametukimbia. Na hii muandike hivyo hivyo. Yanga ndio aliyekimbia Simba. Sio Simba aliyekimbia Yanga. Sasa nyinyi mnaandika eti Simba kaikimbia Yanga. Na ole wani nione mtu aliyeandika. Mimi wote nishawaona. Wote nishawajua hapa. Vyombo vyenu nishavimaki hapa vyote. Ole wenu nisikie eti kesho mnaandika eti Simba alikimbia Yanga. Unatupangia kazi mchungaji. Lakini mchungaji anaonekana uwanja wa Taifa Yanga peke yao ndio ambao walifika. Utasemaje walikimbia mechi? Mechi imeahirishwa toka saa 8. Mwenye mpira wao wanasema mechi haichezwe kwa sababu wale watu sio watu wa mpira, wakapeleka na basi uwanjani kufanya nini? Sio maana mpaka hapo. Ndio maana naelezeni Simba ni timu ya mpira. Yanga ilete uhuru. Na bahati mbaya haikuvunjwa. Ndio vituko mnavikuta kama hivyo. Yanga sio timu ya mpira. Simba ni timu ya mpira. Ndio maana inafanya vitu kwa weledi. Wameandika barua usiku wa manane hatuchezi. Bodi ya ligi imekaa imesema mechi imeirisha. Wao wanapeleka basi wapi? Uwanjani. Ili kujua kwamba sio timu ya mpira wanaenda mpaka Bunju. Sasa timu ya mpira hiyo. Bunju anaenda kufanya nini? Ndio maana ndio kugundua kwamba ni timu ambayo imeundwa kwa ajili ya kuleta uhuru. Haya mambo mengine tu mmekuja kuyaona leo. Na watu wanaipenda timu yao kweli kwa sababu ya uhuru. Watu Simba wanashangaa kabisa. Lakini bila wao kumbe msingekuwa huru mchungaji. Nasema hivi, wao hata kama sipo kuwepo Simba angeleta uhuru. Mchungaji yule kusaidia moja Taifa. Kwa hiyo kwa ujumla mechi hii ya leo nimefurahi Simba kupata goli 6. Ndio mechi ambayo tumefunga magoli mengi kuliko mechi zote tulizocheza ndani ya uwanja huu. Na kitu kingine cha mwisho, tembea nacho. Hamjajua. Swala la Elia ni habari nyingine. Mimi nitaendelea kulia na Elia tu. Elia Mpanzu ndio kaongeza mwendo wa Simba. Simba hakuwa na mwendo kiasi hiki. Elia Mpanzu ndio kaongeza yote mnayoona haya. Raha Simba tunaipata kwa ajili ya mtu huyu Elia Mpanzu. Mchungaji, alama 57 kwa 58. Alama moja inaonekana kuwa ngumu kwa pande zote ikigombaniwa. Labda alama hii mnaona mkivuka kwa mtani na kutangaza ubingwa. Si ndio wamechelesha juzi. Juzi wao walivyo tu escape kwa sababu Yanga ndio wametukimbia sisi. Simeelewa? Kitendo cha kutukimbia, tulikuwa tunaongoza ligi mpaka midai. Leo lini leo? Leo ni Ijumaa. Ina maana Simba kwa anaongoza ligi. Ya Yanga kafungwa. Kwa hiyo hapo tungeingia kwa rais, tumemtandika Yanga afu leo tumefika goli 6. Sasa wale walivyochunguliwa wakaona akaamua kukimbia. Yanga ndio wamekimbia Simba. Hiyo andikeni hivyo hivyo Yanga wamekimbia Simba. Lakini inaposemekana ni kwamba hapo nyinyi mnaipenda Yanga wote nini ndio maana uwanjani. Nasema? Inaposemekana ni kwamba mlikuwa majeruhi wengi ndio maana mkaogopa kuweka timu uwanjani. Hivi nikwambie kitu kimoja. Hivi leo kupana wa Simba, ngoja nikwambie, upana wa Simba Sports Club kuanzia makipa. Simba ana international makipa watatu. Simeelewa? Tuna kipa namba 1 wa Guinea. Kamara. Alafu tuna kipa msaidizi wa national team ya Tanzania. Anaitwa nani? Ali Salim. Hata mkimbiaje Yanga? Mkimbiaje Yanga? Sikiliza nakwambia, international wanakueleza. Ambao wao hata wasipokuwepo shughuli inaendelea. Hivi leo kuna mtu akamkumbuka Kamara hapo? Maana huyu ni international ambaye ni msaidizi wa national team ya Tanzania. Au mnasahau hiyo kitu? Huyu yuko national team ya Tanzania. Huyu kipa ndio daka leo. Kwa hiyo mimi najaribu kuwaelesheni na kuwafundisha, na kuwafundisha. Sio naelesheni tu. Kwa hiyo Simba kuescape ile mechi. Aliyekimbia ile mechi ni Yanga Afrika. Na hiyo mliandika hivyo hivyo. Mchungaji, tumalize na hili. Yusuf Kagoma leo kajumuishwa kwenye post ya timu ya taifa. Na leo ameuasha kweli kweli. Kama shabiki wa Simba, angalia walioingia sio huyo tu. Kaingia Abdulrazak Hamza. Kaingia beki za kulia zote za national team, ya kulia na ya kushoto, mbavu zote wako mle. Haya, kaongezwa na nani? Na kipa ndani ya nyumba. Kaongezwa na Kagoma. Simba imeimprove. Simba sasa hivi ndio timu, yani katika timu ambayo yenye mvuto kwa sasa hivi kwa Tanzania na Afrika. Simba moja wapo. Shukrani sana. Asante, Mungu awabariki sana.